Imekuwa ni siku nyingine tulivu tena, tunakutana hapa kwenye The Bible Mine, ikiwa ni episodi nyingine kabisa tulivu, ambapo wiki iliyopita tulikuwa tunatoa elimu juu ya mwanadamu ni nani. Tulikuwa tuna hiyo mada, ilikuwa inahusisha mwanadamu ni nani. Sasa mwanadamu huyu tulikuwa tunamzungumzia na kumjadili kwa kina. Tulikuwa tunamzungumzia kabla ya anguko, ambapo alikuwa na ushirikiano yeye na Mungu kwa ukaribu mkubwa zaidi. Sasa mwanadamu huyu ameanguka. Sasa alianguka vipi na ilikuwaje? Imekuwa ni heri tena kukutana na Dr. Lawi ambaye huwa tunajadili na kudadavua maandiko matakatifu na tunayachunguza kwa kina na kuona ni namna gani ambavyo tunaweza tukaishi kila uchao. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Unajisikiaje kuwepo Jumapili ya leo? Najisikia vizuri na namshukuru Mungu kwa kuwepo mahali hapa na kwa nafasi hii. Heri ya mwezi mpya. Asante na kwako pia. Ni vitu gani ambavyo unavizingatia pale unapoingia mwezi mpya? Cha kwanza ninamshukuru Mungu. Okay. Kwa sababu ninajua katika yote yeye ndiye ambaye anafanya. Lakini cha pili huwa ninaweka malengo ambayo nitakuwa nayo kwa huo mwezi wa kuyafanya na kuomba Mungu aniongoze katika yale ambayo napaswa kufanya na kupita. Yes. Kumekuwa kuna dhana hii, watu wanasema mwezi wa kwanza ni mgumu. Ni kweli au tu ni watu hawaweki akiba? Mwezi wa kwanza kwa maana ya Januari. Januari wanasema kwamba Januari inakuwaga ngumu bwana. Januari inakaza sana. Inakuwa ni kweli au ni watu tu ni wavivu kuweka akiba kwamba wanakuwa hawajajiandaa? Nafikiri ni kwa sababu ya kuto kujiandaa vizuri, kwa sababu mwezi wa kwanza una mahitaji mengi sana. Ndiyo. Hasa ukizingatia ada na bili nyingi zinakuwa zinalipwa kipindi iko, na ukiangalia mwezi uliopita tu nyuma yake wa 12 inakuwa watu wanakuwa na ile akili ya kupumzika, kwa hiyo anaweza akajikuta anatumia kuliko alivyotarajia. Anajisahau. Yes, anajisahau. Kwa unawashauri nini watu wanaosema mwezi wa 12 ni mgumu? Mimi nawashauri ni kujipanga tu na kuweka malengo, kwa sababu yes, unapoweka malengo tena kuanzia mwanzo wa mwaka unajua kabisa kama mwezi wa 12 nitakuwa likizo. Unaweza kawekeza hela zako ili uweze kuwa na muda mzuri wa kupumzika. Sawa, leo tunajikita kwenye anguko kwenye The Bible Man. Yes. Tunajikita anguko la mwanadamu. Ndiyo. Mwanadamu alianguka, yani anguko lake ili linalozungumzwa kwenye Biblia ni anguko yani kama umeporomoka kutoka juu mpaka chini. Ni anguko kubwa sana. Ni anguko kubwa. Nini hasa ambacho tunajikita hasa kwenye episode ya leo? Kwa episode ya leo tunamwangalia mwanadamu kwanza alivyoanguka, lakini madhara yaliyotokea baada ya yeye kuanguka. Ukijua ya kwamba huyu mwanadamu wa kwanza alikuwa ni lango. Kwa hiyo anguko lake liliathiri sio tu yeye ila na vizazi vyote ambavyo vilifuata, lakini pia iliathiri mahusiano yake na vitu vyote ambavyo Mungu alimweka aweze kuvitawala kama tulivyoona katika episode iliyopita. Yes. Kwa kuanzia sasa tutasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 7. Hapo ambako tunaona anguko la mwanadamu linapotokea, na kuna mambo ya msingi sana ambayo tutapaswa kuzingatia ili tuweze kuelewa huyu mwanadamu sasa ilikuwaje mpaka akaanguka na kitu gani ambacho kiliweza kutokea. Neno la Mungu linasema, basi nyoka alikuwa ni mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moja kwa moja unamuona shetani ambaye anaingia kati kuweza kumdanganya huyu mwanadamu. Na utaona anamuendea Eva, na kuna swali anamuuliza la kimtego ya kwamba hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Ndiyo. Sasa Eva hakujua kama ni mtego. Yeye akasema sisi Mungu ametukataza tule matunda yote, lakini
ule mti wa katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse. Kwanza unaona akaongezea kitu. Mungu akuzungumzia kwa habari ya kugusa, alizungumzia kwa habari ya kula. Lakini nyoka akamletea proposal. Sasa hii proposal nataka tuiangalie kwa umakini kwa sababu hapa ndipo ulipo uongo wote wa shetani. Yaani activity zote za shetani katika kumfunga mwanadamu ziko hapa, katika kumdanganya mwanadamu. Anasema hakika hamtakufa. Kwa kwanza anakanusha kile Mungu amesema. Kwa hapo unamuona kabisa shetani ni baba wa uongo, yuko kinyume kabisa na kweli. Mungu alisema mtakufa, yeye anasema hapana, hakika hamtakufa. Nina hakika kwamba nyinyi hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu. Kwa anajaribu kuwapa wazo kwamba kuna kitu Mungu anacho ila anawaficha. Ndio. Hataki kuwapa. Na kitu hicho ni kwamba siku mtakapokula mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Maana yake ninyi sasa hivi kuna kitu mmepungukiwa. Kwa ni wazo ambalo analileta kwa watu ambao kumbuka ni wako kamili kabisa kwa sababu wameumbwa na sura na mfano wa Mungu. Lakini analeta wazo au dhana ya kwamba kuna kitu anakimiss, kuna kitu anakihitaji. Na anapowaambia kwamba mtakuwa kama Mungu, tafsiri yake ni kwamba hamta tena kuwa mnamhitaji Mungu kwa sababu ninyi mtakuwa kama Mungu. Manake mnaweza mkaishi independent of God. Na ndo wazo ambalo analileta kwa mwanadamu na mpaka leo tunaliona hilo kwa huyu mwanadamu aliyeanguka. Ya kwamba jitihada zake za kuonyesha ya kwamba ninaweza kuishi tofauti na Mungu. Utaona kwenye maandiko kule mbele wale waliojenga ule mnara wa Babeli walikuwa wanataka kumfikia kule Mungu, ni kwamba sisi tunaweza tukawa kama Mungu. Kwa hiyo ni dhana ambayo shetani amekuwa akiendeleza kwenye kizazi cha wanadamu ya kuwafanya wanadamu na kuwadanganya wanadamu ya kwamba wanaweza wakaishi nje na Mungu kwa sababu wao watakuwa kama Mungu wakijua mema na mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tunaona sasa baada ya wao kula hili tunda, anguko ndiko likaweza kutokea. Sasa kitu kilichotokea baada ya ili anguko la mwanadamu, cha kwanza alipoteza ile nafasi yake ambayo Mungu alikuwa amempa kama mtawala wa uumbaji wote wa Mungu. Tutakumbuka tuliposoma katika episode iliyopita ya kwamba Mungu alimtawadha mwanadamu juu ya kazi zote za mikono yake. Tukirejea Zaburi ya 8 mstari wa 6 anasema umemtawaza juu ya kazi za mikono yako na umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Kwa moja kwa moja kilichotokea cha kwanza ni kwamba mwanadamu huyu anapoteza ile nafasi yake kama mtawala wa uumbaji wa Mungu na dunia. Sasa kama anapoteza ile nafasi, maana yake kuna mtu mwingine anaichukua, si ndio? Sasa aliyechukua ile nafasi ni Ibilisi au ni shetani. Sasa tukirudi tufungue kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 3 tutaona kitu ambacho nakizungumza hapa. Anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu. Angalia sasa, na kwa kufuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Huyu anazungumzia Ibilisi ya kwamba ni mfalme wa uwezo wa anga. Lakini ukikumbuka kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4 wakati Yesu anajaribiwa na shetani kule jangwani, shetani alisema nitakupa hivi vitu vyote ikiwa utanisujudia. Manake vilikuwa viko chini yake, sio tena chini ya nani? Sio chini ya mwanadamu, kwa sababu mwanadamu alikuwa amemwasi Mungu na akawa amepoteza ile nafasi ya kimamlaka aliyokuwa nayo. Kwa hiyo kuanzia sahihi mwanadamu ambaye hakuumbiwa kutawaliwa na kitu chochote. Hili ni swala la msingi sana tukumbuke. Sasa hivi anajikuta anaanza kutawaliwa na nani? Na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa shetani ili amtawale mwanadamu hawezi kuumba kitu kingine. Alichofanya akaenda kwa mwanadamu, alafu vile vitu ambavyo aliumbiwa mwanadamu ili aweze kufanya kazi yake vizuri kama mtawala, shetani akavipindisha au akapavat. Akapindisha hisia, akapindisha akili yake, akapindisha na moyo wake. Badala ya venyewe kuanza kutumika kulingana na mapenzi ya Mungu, vikawa vinatumika kulingana na shetani alivyokuwa anataka. Kwa kitu cha kwanza utakachokiona hapo kinachotokea ni kwamba huyu mwanadamu sasa anapoteza ule uwezo kwanza wa kujidhibiti mwenyewe. Ana lose ile self control. Anakuwa kama mnyama, anashindwa kujizuia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 1 kimezungumzia vizuri sana habari ya huyu mwanadamu ambaye ameanguka. Ukianzia ule mstari wa 18 na ukishuka mpaka mstari wa 32. Tutasoma mistari yote lakini tutasoma mistari michache.
Utasoma mstari wa 21, nasema kwa sababu walipomjua Mungu, huyu mwanadamu, hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenyewe yenye ujinga ikatiwa giza. Kwa hiyo unaona kabisa kuna giza likawa limeingia kwenye moyo wa mwanadamu. Wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege na ya wanyama na vitambaa. Huyu mwanadamu sasa akajikuta anaanza hata kuabudu vile vitu ambavyo kwa asili alipaswa kuabudiwa Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukiangalia huyu mwanadamu anakuwa anajawa sasa na tamaa. Mahusiano yake na mwanadamu mwingine yanaharibika. Kwa namna gani? Kwa mfano, mwanaume anaanza kumtamani mwanaume mwenzake. Yeah. Mwanamke anaanza kumtamani mwanamke mwenzake. Kwenye dunia ya leo watu wanasema, wale ambao ni mashoga au wasagaji wanasema, mimi nilizaliwa hivyo. Lakini kitu ambacho si kweli. Si kweli. Tukirudi kwenye maandiko tunaona tokea mwanzo haikuwa hivyo. Haikuwa hivyo. Yes. Kwa mimi nashindwa kujizuia. No. Hiyo inaonyesha kabisa wewe ni mtu ambaye bado hujapokea ule wokovu, kwa sababu tunapookoka, tunapompokea Yesu, hichi kitu kinakufa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tusipokuwa makini, hata sisi tuliookoka tunaweza tukajikuta tunashindwa kujidhibiti wenyewe. Nafikiri ukisoma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 3 anasema, maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, muepukane na uasherati. Angalia mstari wa 4 anachosema, kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake. Kila mmoja aweze kuweza na kudhibiti mwili wake. Umeona Kwa hiyo ndio maana kwenye Mithali 16:32 anasema, yule ambaye anaweza kuidhibiti nafsi yake ni mkuu kuliko ambaye anateka mji. Unaona? Sawa. Yes, kwa hiyo ile self control ni kitu ambacho mwanadamu alikipoteza. Kwa akajikuta anashindwa kujidhibiti mwenyewe, anatawaliwa na vitu vingine. Kwa hiyo ile anatawaliwa na chakula, anajikuta anakuwa anakula kupitiliza. Anatawaliwa na tamaa ya ngono, anajikuta anafanya zinaa. Kwa hiyo shetani akatumia vile vitu ambavyo kwa asili vilimfanya mwanadamu kuwa mwanadamu, alafu akaviweka kwenye overdrive. Yaani ile hamu ya kula akaipeleka juu zaidi. Huyu mwanadamu sasa akashindwa kuwa na kile kiasi. Akawa anakula na kupitiliza. Lakini maandiko yanatuambia sisi tulioamini tumepokea roho ya nini? Ya kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna uwezekano pia hata sisi ambao tumemwamini Yesu, tusipokaa vizuri na Mungu, tukajikuta tukaishi kama mwanadamu aliyeanguka, ili hali ni wanadamu tuliokombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndio. I say. Sijui nianzie wapi. Ndio. Kwa mantiki hiyo ya kwamba kama anguko la mwanadamu lilikuwa ni pamoja na yeye kushindwa kujidhibiti. Yes. Kwa ina maana sisi wanadamu tunaweza tukajidhibiti sisi wenyewe. Kwa ina maana adui wa kwanza ni mimi mwenyewe. Ni kweli. Kabla ya muovu. Yes. Kwa ina maana mimi mwenyewe nikiweza kujidhibiti, ina maana hata muovu naye hawezi kupata nafasi, kwa sababu tayari nimeweza kujidhibiti mwenyewe. Yes. Kwa ina maana hata ile sauti inapokuja ya kunishawishi kwamba nifanye hiki na siwezi kufanya, au niende mahali fulani najizuia kutokwenda ili kuliko kwenda kushiriki kitu ambacho sio sahihi. Unachosema ni sawa, lakini kuna angalizo moja hapo. Huyu mwanadamu hawezi kufanya hivyo nje ya Kristo. Nje ya Kristo. Yes, kwa sababu tukirudi kwenye Warumi sura ya 7, utaona mzozo ambao Paulo anauzungumzia unatokea katika huyu mwanadamu. Anasema mstari wa 14, anasema, kwa maana tunajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Kwa hiyo tayari unaona kipengele kingine, kwa sababu dhambi iliingia, dhambi ikatawala mwanadamu. Anasema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalo litenda. Unaona? Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, nakiri ile sheria ya kuwa ni nini? Ni njema. Basi sasa mstari wa 17 anasema hivi, si mimi nafsi yangu ninayotenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa huyu mwanadamu hata afanyeje, hawezi kujidhibiti mwenyewe nje ya Kristo. Anasema, kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nalolitenda.
Na hiyo ukiangalia ni hali almost ya kila binadamu. Ukimuuliza anakuambia natamani kufanya vizuri ila siwezi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunajua kwa Mungu mwanadamu hata afanye vizuri vipi, kama hajarejeshwa kwenye nafasi ambayo alipoteza kule Eden, huyo mwanadamu mbele za Mungu amepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo tunaweza tukaamua kujiwekea sheria mbalimbali za kujidhibiti, kwa sababu ziko dini mbalimbali ambazo zinaweka hizo sheria za kudhibiti mwili. Lakini maandiko yanasema hazifaidi kitu, kwa sababu anayeweza kudhibiti huu mwili ni Yesu peke yake. Unapompokea Yesu, maandiko yanatufundisha ya kwamba unawekwa huru mbali na dhambi, cha kwanza. Alafu cha pili sasa anasema itoe, sasa unaitoa mwili wako ili uweze kumtumikia Mungu. Hapo ndo utakuja kujikuta ya kwamba una huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes. I say. Kwa maana bila Kristo hapo hatuwezi kujidhibiti sisi wenyewe. Hatuwezi kabisa. Kwa maana tunahitaji msaada wa Kristo. Tunahitaji msaada wa Kristo. Ndio maana Kristo anapokuwa ndani yetu, yeye anakuwa kama Bwana, anatuongoza. Tuendelee. Right. Tuendelee. Yes. Sasa ukiangalia huyu mwanadamu anakuwa amepoteza uwezo wa kujidhibiti mwenyewe, lakini pia tuliona mahusiano yake na mwanadamu mwenzake yanaharibika, lakini mahusiano yake pamoja na viumbe yanaharibika. Sijui kama tuko pamoja hapo. Sawa. Kwa sababu ya lile anguko lake, viumbe nao wakajikuta wamewekwa chini ya kongwa la uharibifu. Tukienda sura ya 8 kitabu cha Warumi, mstari wa 19 nasema, kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Mstari wa 20 anasema, kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini. Kwa hiyo hata viumbe na wenyewe vikaingia chini ya huu ubatili na uovu na uharibifu ambao ulikuwa kwa mwanadamu. Sio kwa sababu vilipenda, ila kwa sababu aliyekuwa anawaongoza alizingua, alipoteza ile nafasi. Kwa na wao wakaathirika moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunaweza kuona sisi kama wanadamu, mambo tunayoyafanya tunaweza tukafikiri kwamba yanatuathiri sisi wenyewe tu, lakini kumbe yanaathiri zaidi ya vile ambavyo tunaweza kufikiri. Sasa maandiko yanatuambia kwamba viumbe vinasubiria ule uhuru ambao tutakuja kuupata sisi wana wa Mungu katika Yesu atakaporudi, tutakapopokea ule mwili wa utukufu, ili na wao pia watoke kwenye uharibifu. Ndio maana wanyama pia wanaumwa. Ndio? Ndio maana mimea inapata wadudu wanakufa. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haya yote yalitokana kwa sababu ya nini? Ya anguko la mwanadamu. Lakini kingine utakuja kugundua mwanadamu pia akafa kiroho na akatengana na Mungu. Akafa kiroho na akatengana na Mungu. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 12, neno la Mungu linasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Mauti ni utengano na Mungu. Kwa hiyo dhambi ilipoingia kupitia huyu Adamu wa kwanza, mauti iliingia. Huyu mwanadamu akawa ametengana na Mungu. Kulikuwa hakuna namna ambavyo huyu mwanadamu anaweza sasa kumwabudu Mungu namna inavyompasa, kwa sababu tayari amepoteza ile nafasi. Sasa ndio utamuelewa Mungu, ilibidi aingie kazi nyingine ya kuanza kujitambulisha kwa mwanadamu upya, kwa sababu asingeweza kuhusiana naye kutoka kwa mtu wa ndani, kwa sababu alikuwa amekufa. Kwa hiyo ilibidi sasa aanze kuweka mpango wa kumkomboa mwanadamu, na katika ule mpango akawa anajifunua kwa awamu mbalimbali ili huyu mwanadamu amuelewe, ili hatimaye anapokuja kujifunua kwa Kristo aweze kuleta ukamilifu wote. Hii tunaipata kwenye Waebrania sura ya 11 mstari ule wa kwanza. Waebrania sura ya 11 na mstari ule wa kwanza. Waebrania sura ya kwanza mstari wa kwanza, sio wa 11. Waebrania sura ya kwanza mstari wa kwanza. Sasa Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu kwa manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Unaona Ndio. Kwa hiyo ilibidi Mungu sasa aanze kujitambulisha, kwa sababu huyu mwanadamu amekufa. Kwa hiyo akaanza na mtu mmoja anaitwa Ibrahim. Ibrahim akatii. Kutoka kwa Ibrahim likaja taifa la Israeli. Ilipokuja taifa la Israeli akaja Mwokozi ambaye ni Kristo, ambaye alikuja kwa wana wa Israeli na kwa wanadamu wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa utaelewa kwa nini Mungu aliwapa sheria wana wa Israeli. Aliwapa sheria ili kuwaonyesha, akawapa zile amri 10 kuonyesha kwamba this is a standard. Hii ni standard yangu, lakini ninyi mmepungukiwa. Ndio maana kila mtu akiangalia kama hajaiba ataua. Ndiyo. Kama hajaua atatamani mke wa mwenzake. Kabisa. Umeona Kwa na ndio maana sio akawapa tu sheria, ila akawapa na mfumo wa sadaka.
Kuonyesha kwamba unapojiona ya kwamba umepungukiwa, mimi ndo nitakaye kusaidia, kwa sababu ninatoa mwana kondoo wa kukusafisha wewe na kukupatanisha wewe na nafsi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes. Kwa hiyo unaona, mwanadamu anakufa kiroho na anatengana na Mungu. Na kingine cha tatu tumeshakizungumzia, anakuwa chini ya utawala wa dhambi na mauti. Lakini cha mwisho kwa siku ya leo tunaona anawekwa chini ya laana, anakuwa chini ya laana. Tusome Mwanzo sura ya 3 mstari wa 16 hadi wa 19. Neno la Mungu linasema, akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako. Kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Unaona? Mwanamke anapewa laana yake, kwamba katika kuzaa wewe utazaa kwa uchungu, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Mstari wa 17 akamwambia Adam, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nilisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Ardhi imekosa nini? Ni kama vile Mungu hayuko fair, si ndio? Ndio. Lakini kumbuka nafasi ya mwanadamu, alitawadha juu ya kila kitu. Kwa hiyo anasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Michongoma na miiba itakuzalia, nao utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe na mavumbini utarudi. Kwa hiyo kuna laana ilitokea. Kwa hiyo hizi struggle tunazomuona mwanadamu anazo leo, sio kwa sababu Mungu alipenda, ila kwa sababu mwanadamu alifungua huo mlango pale alipomuasi Mungu. Akajikuta sasa yuko chini ya laana. Kwa hiyo badala ya baraka akajikuta yuko chini ya laana. Kwa hiyo ana struggle katika kupata vitu, na mwisho wa siku ndio ile tunasikia mtu anasema unaweza ukapata, unaweza ukakosa. Lakini tutakapojifunza kwenye vipindi vinavyokuja, hali ya muamini inakuwa ni tofauti kabisa. Sisi hatuko chini ya laana. Kuna namna ambavyo Kristo ametukomboa, na kwa msaada wa Roho Mtakatifu tunaweza tukaishi maisha ambayo tukiwa hapa duniani tukapata matokeo bora zaidi kuliko huyo Adamu aliyeanguka. Yes. Tukirejea kwenye uumbaji pale, kuna nasema Mungu aliumba vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. Nadhani umewahi sikia, na kama umewahi sikia, sidhani kama ni dhahiri au tuweke mzani sawa katika hili. Ndio. Kuna hawa viumbe ambao wanaitwa extraterrestrial beings. Yes. Wengine wanawaita aliens, viumbe kutoka sayari nyingine. Hawa ni viumbe walioumbwa na Mungu au tu ni mapepo tu yapo kwenye hizi sayari nyingine? Yani na hivi viumbe vimekuwa vikijaribu kuweka ushirika pamoja na binadamu. Ndio. Yani vinapenda kuweka ushirika pamoja na binadamu. Kuna kitu kwenye elimu ya kidunia huko wanaita channeling, kwamba unaweza ukawasiliana nao wao kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, alafu wakajenga ushirika na wewe. Tuweke mizani sawa hapa. Hivi viumbe ni dhahiri na Mungu kwa nini aliviweka kama zilivyo sayari zingine? Ni kweli Mungu katika hekima yake, ndio, ni hekima yake ni pana sana, haichunguziki, na aliumba vitu vingi, viumbe vingi sana ambavyo kwa kibinadamu tukisema tuvicomprehend tunaweza tukashindwa. Na tunarudi pale pale, kwa sababu mwanadamu alianguka, na shetani pia alikuwa amemwasi Mungu. Ndio. Kuna namna ambavyo mwanadamu anashindwa kujua hasa namna ya kuhusiana na vitu ambavyo Mungu aliviumba, kwa sababu anaweza sijue sana kusudi lake ni lipi. Nitatoa mfano. Unaweza kujiuliza sasa kwa nini Mungu aliumba bangi? Au bangi iliumbwa na shetani? Hapana, iliumbwa na shetani. Miti shamba hii yote aliumba Mungu. Aliumba Mungu. Lakini kwa sababu ya nguko la mwanadamu akawa ana test, hana uhakika hii bangi kazi yake ni nini, kwa sababu ndani yake hajui. Kabisa. Yes. Hajui lakini ina mlengo gani. Ina mlengo gani? Lakini sisi kwa mfano, mimi ni daktari wa binadamu. Ndio. Tumekuja kugundua bangi ina kazi nzuri pia kwenye kutibu baadhi ya magonjwa. Yes, na inatumika Marekani, kuna sehemu wanazitumia katika namna ni ruksa kabisa. Yani sio kuvuta, wanaiextract alafu wanaitumia kwenye kazi zao. Wanaitumia kwenye matibabu. Kwa hiyo nikirudi, hivi viumbe viko vingi, na kwenye ulimwengu wa roho ni mpana sana kabisa. Sasa utamuelewa Mungu ambaye, naomba nisome ili andiko, nafikiri liko kwenye kitabu cha Wakolosai. Ndio.
utamwelewa Mungu kwa nini ana limiti mafunuo ya ulimwengu wa roho, kwamba mtu pekee ambaye tunapaswa kumtumia kama kielelezo au kama taa ya kutusaidia sisi kumulika huko ni Kristo. Ndio maana ukisoma hata Zaburi ile 119 nadhani 105 nasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia zangu. So kwa neno la Kristo ni taa na mwangaza wa njia zetu. Anasema hivi, Wakolosai sura ya 2 mstari wa 2 anasema, ili wafarijiwe mioyo yao wakiunganishwa katika upendo, wapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yani Kristo. Angalia, ambaye ndani yake yeye ambaye ni Kristo hazina zote za hekima na maarifa zimesitirika. Maanake mtu yote akija na hekima fulani ya ulimwengu wa roho kama hiyo channeling ya spirits, alafu haipo katika Kristo, hiyo haitufai sisi kama wanadamu. Maana sio ya kimungu. Sio ya kimungu. Kwa hiyo kuna hekima nyingi na wengine wanaita kama forbidden wisdom ambazo zipo kwenye ulimwengu wa roho, ambazo kiuhalisia hazitusaidii sisi kama Wakristo, hazitusaidii sisi kama waamini, ila zinaweza zikatufungulia mlango wa mapepo. Si unanielewa Kwa hiyo mwingine anaweza akawa excited kujua mambo mengi ya ulimwengu wa roho unavyofanya kazi na nini, lakini usipokuwa makini ukawa unaongozwa na nuru ya Kristo, unaweza ukapotea. Na ndio maana kama mtu ni muombaji sana, anaona vitu kwenye ulimwengu wa roho, alafu hana neno ndani yake, huyo mtu ni rahisi kuvutwa na kitu tunaita familiar spirits, akafikiri ni mambo ya Mungu, kumbe ameshaingia kwenye mambo ya mapepo. Kwa hivyo vitu vipo kwenye ulimwengu wa roho, vipo na watu wana communicate navyo. Sawa, lakini kwa sisi ambao ni waamini tunapaswa kuwa makini sana, kwa sababu chochote ambacho ndani yake hatumuoni Kristo. Na ndio maana mstari wa 8 anasema mtu asije akawadanganya kwa maneno ya kuwashawishi nje ya nani? Ya Kristo. Kwa hivyo vitu vipo, lakini kwetu sisi tulio waamini hatupaswi kushughulika navyo. Yes. Hatupaswi kushughulika navyo kulingana na ambavyo havina mlengo wa Kristo. Havina mlengo wa Kristo, na pia vitatufungulia mlango wa mapepo kuingia kwenye nafsi zetu. Na Biblia unajua ni pana sana, kwa sababu tunamzungumzia mwanadamu. Nitakuwa na maswali kadhaa ambayo tutaendelea kuzungumza katika hili somo. Kuna hawa malaika walioasi. Walizini na wanadamu. Alafu wale watoto wakazaliwa. Walitoa wanefili, si wanefili. Wapo au ndo baada ya ile gharika walipotea? Hawa kulingana na maandiko walipotea baada ya lile gharika. Yes. Na nafikiri pia kuna sasa hiyo haijawa proven kabisa. Ila inaonekana kwenye utafiti wa kisayansi ni kama waliona alama vinasaba. Yes, vinasaba na alama kwenye ardhi yao majiant ambao walitokea. Na wengine wanasema ni baadhi ya mabaki ya kina Goliati na wengine ambao walikuwepo kipindi hicho. Lakini mimi nafahamu kulingana na maandiko kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 6 Mungu alileta ile gharika ili pia kuondoa hiyo, kwa sababu kusoma ule mstari wa 5 anasema Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na ya kwamba kila kusudi analowaza mwanadamu ni baya siku zote. Ni uasi tu. Hapa Mungu ni kama alituonea hivi siku zote kule tunawaza mabaya. Yaani kwamba huyu mwanadamu hakuna muda anawaza muda anawaza ubaya, nikaue nikafanya. Kwa hiyo unaona standard nikadhulumu mali ya mtu. Standard ya Mungu iko very high. Kwa hiyo sisi tunaweza kujiona tunafanya mema, ila tukija kwenye nuru ya Kristo ya Mungu tunaona tumepungukiwa. Kwa hiyo maana kila mwanadamu anamhitaji Yesu. Yes. Sawa. Mara nyingi kumekuwa na hii kwamba kuna watu unakwambia, mara nyingi unakuta ujumbe ambao labda Mungu anaweza akatamani kufikisha kwako kwa wakati mwingine anaweza katumia malaika, ila malaika asije katika ule utukufu wake. Mara chache sana huenda malaika katokea katika utukufu wake. Nini hasa Mungu huwa anaficha hasa katika malaika akija dhahiri katika utukufu wake? Labda ghafla binvu tukaungana na malaika wawili hapa, afu sisi tuko wawili, afu wameungana na sisi afu katika utukufu wao. Sasa yani ni kama wanapunguza kidogo, ni kama wanapunguza utukufu, si ndio maana yake? Mara nyingi unakuta anakuja mtoto anakupasha habari kwamba usipite huko, afu baadaye mtoto anapotea. Na ni kweli unachosema. Hata kwenye Waebrania anasema msiache kuwakaribisha wageni, kwa maana wengine kwa kufanya hivyo waliokaribisha malaika pasipo kujua.
Mungu ana hekima nyingi sana. Ndiyo. Nafikiri moja ya kitu ambacho anafanya ni kwa ajili yetu kutusaidia. Ndiyo. Kwanza kuondoa focus yetu isije ikahama kumakinika pamoja na Mungu. Yes, tukaanza kuabudu hawa malaika, kwa sababu wapo watu ambao wanaabudu malaika. Yes, kwa sababu ya ule utukufu wanaouona. Na wapo watu ambao, na zipo dini ambazo zilizaliwa ambazo tunajua kiimani haziko katika mlengo wa Kristo kwa sababu ya hivyo vitu kama hivyo. Lakini kingine, utukufu wa Mungu na sisi mwili yetu ilivyo saizi. Kuna degree tunaweza kucontain. Zaidi ya hapo, huu mwili unashindwa. Hauwezi, kwa sababu haujabadilishwa, haujawa ule mwili wa utukufu. Kwa hiyo kile kiwango cha utukufu hatuwezi kukihendo kwa namna ambavyo ingeweza kutupasa. Kwa hiyo ule utukufu unaweza ukatuzidi tukashindwa. Ndio maana wakati mwingine anajifunua kwa sehemu au kwa utukufu kwa namna ambayo tunaweza kuhimili sisi miili yetu. Yes. Aha. Kitu gani sasa cha kipekee kwa mwanadamu ambacho yuko nacho tofauti na viumbe wengine ambacho labda tunapaswa kujivunia na tunapaswa kukiishi? Cha kwanza, kama tulivyosema episode iliyopita, ni kwa sababu umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Huo ni upekee wa kwanza. Ni upekee wa kwanza, na ni upekee mkubwa kwa sababu manake huyu mwanadamu anaweza aka-access mawazo ya Mungu na akajua kile Mungu anachotaka kufanya duniani, alafu akakaa kwenye nafasi ya kuhakikisha kile kitu kinafanyaje, kinafanyika. Hakuna kiumbe kingine aliyepewa hiyo nafasi. Ni sisi wanadamu peke yake tumepewa nafasi ya kujua yaliyo kwenye moyo wa Mungu, ya kujua mipango ya Mungu, ya kujua mapenzi yake na kuyatekeleza. Changamoto inakuja katika kuyafahamu na kuyatekeleza, na ndio maana tunahitaji kumpokea Yesu, lakini tunahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu ili kuanza kuyatii na kuyafanya hayo. Kwa huo ni upekee mkubwa sana ambao unamtofautisha mwanadamu na unamfanya mwanadamu kuwa, na ndio maana Mungu akamweka kuwa mtawala juu ya vitu vyote, kwa sababu anajua alipo mwanadamu na mimi Mungu nipo, kwa sababu mapenzi yangu yatakamilika kupitia yeye. Kwa hiyo anajivunia. Ndio maana sisi tunaitwa watu wa Mungu, yani mtu wa Mungu, yani uko kwa ajili ya shughuli za Mungu. Kama wao sisi tunaweza tukasema ya kwamba nina mtu wangu sehemu fulani, maana yake anasimamia ajenda zangu. Kwa hiyo na sisi ni watu wa Mungu, maana yake Mungu anajua na mtu duniani ambaye anasimamia ajenda zangu. Kwa kumalizia, somo lijalo tutajikita nini hasa kuhusu mwanadamu? Somo lijalo tutajikita kumwangalia mwanadamu Kristo Yesu. Yes, na kile alichokuja kufanya, alafu tutaangalia sasa matokeo ya kile alichofanya Yesu katika kumkomboa huyu mwanadamu aliyeanguka, na nafasi aliyomweka sasa na namna ambavyo anapaswa kuenenda. Okay. Yes. Kwa kumalizia, neno la hekima kwa hichi ambacho tumejifunza kuhusu anguko la mwanadamu? Neno la hekima kwa hichi ambacho tumejifunza ni kwamba nitalitoa kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3, mstari ule wa 10 na mstari wa 23, anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna mwanadamu yoyote ambaye anaweza akakidhi vile vigezo ambavyo Mungu anavitaka kwa kufanya kitu kingine chochote zaidi ya kurudi kwa Yesu. Kwa sababu tumeona hapa huyu mwanadamu alivyoanguka, alipungukiwa na kile utukufu, aliondoka kwenye ile nafasi. Kwa hiyo hata angefanya mema kiasi gani, ili mradi ameshindwa kurudi kwenye ile nafasi, manake huyu mwanadamu hawezi kamwe kumpendeza Mungu. Kwa hiyo ikiwa tuna nia ya kumpendeza huyu Muumba aliyetuumba, ni lazima turudi kwake na tuweze kumpokea Yesu ambaye anatusaidia sasa kurejea kwenye ile nafasi ambayo tulikuwa tumepoteza hapo mwanzo.